Siria ya kijito cha ndoto, Episode 2. Neema na Tariq walikuwa wamesimama mbele ya mlango wa ajabu uliotengenezwa na maji yanayong'aa. Mwanga wake ulikuwa ukiwapiga usoni na kuwafanya washindwe hata kupepesa macho. Ghafla, maji yakaanza kutikisika kwa nguvu. Kivuli kikubwa kikatokea ndani ya kijito. Kilionekana kama kiumbe mkubwa mwenye macho yanayong'aa kama moto. Sauti nzito na ya kutisha ikasikika. Msivuke. Mlango huu si wa watoto wa kawaida. Tariq akashika mkono wa Neema kwa hofu. Neema, tukimbie. Lakini Neema hakusogea. Neema akavuta pumzi ndefu na kusema, hatukuja hapa kwa bahati mbaya. Tulikuja kuokoa rafiki yetu na kijito. Ghafla, maji yakaanza kupungua polepole na kivuli kikajitokeza wazi. Kilikuwa ni kiumbe wa maji mwenye mwili wa kung'aa, macho makubwa ya samawati na sauti ya mamlaka. Dragon. Mimi ni mlinzi wa kijito cha ndoto. Watoto wakatazamana kwa mshangao. Mlinzi wa maji akaendelea kusema, kijito hiki kina nguvu ya kulinda ndoto za watoto wote duniani, lakini nguvu hiyo inaibiwa. Tariq akashangaa. Ndoto zinawezaje kuibiwa? Mlinzi akasema kwa huzuni, kuna kiumbe kinachoitwa kivuli cha hofu, kinanyonya ndoto za furaha za watoto. Neema akahisi moyo wake ukiuma. Kasa aliyowaongoza akasogea mbele. Kasa, watoto hawa ndio waliokombolewa kwa moyo wa huruma. Wanaweza kusaidia. Mlinzi wa maji akawatazama kwa makini sana. Kisha akasema, mkivuka mlango huu mtakutana na ulimwengu ambao haujawahi kuona, lakini pia mtakutana na hatari kubwa. Neema akamtazama Tariq. Unaogopa? Ndiyo, lakini sitakuacha peke yako. Walishikana mikono. Mali yakaanza kuvavuta polepole. Ghafla, walijikuta wameingia kwenye ulimwengu mwingine. Waliona anga la rangi ya zambarau, miti inayong'aa na viumbe wadogo waliokuwa wakiruka kama taa. Lakini ghafla, waliona watoto wengine wakiwa wamelala chini kana kwamba hawana nguvu. Neema akapiga kelele kwa hofu. Hawa wana nini? Mlinzi akasema, ndoto zao zimeibwa. Ukungu mweusi ukaanza kujaa angani. Sauti ya kuchekesha lakini ya kutisha ikasikika. Karibuni watoto, mmeshakuja kwenye mtego wangu. Ghafla, kivuli kikubwa kikatokea juu yao. Kivuli hicho kilikuwa kikibadilika umbo kila sekunde. Tariq akatetemeka. Hiki lazima kiwe kivuli cha hofu. Kivuli kikatuma upepo mkali uliowasukuma watoto chini. Neema alijaribu kusimama lakini alishindwa. Mlinzi wa maji akasema kwa haraka, nguvu yake inaweza kushindwa kwa kitu kimoja tu. Neema akapaza sauti, kwa kitu gani? Lakini kabla hajamaliza kusema, kivuli kikamvuta Tariq kuelekea gizani. Neema alipiga kelele, Tariq! Mwanga ukaanza kupotea. Mlinzi wa maji akaonekana kuwa na hofu. Tukimpoteza, ndoto zote zitaanza kufa. Neema akabaki peke yake, akitazama gizani ambapo rafiki yake alikuwa ametoweka. Je, Neema ataweza kumwokoa Tariq? Je, kivuli cha hofu kina nguvu kiasi gani? Je, ulimwengu wa ndoto utaokolewa? Usikose episode 3 ya Siria ya kijito cha ndoto. Kama umefurahia hadithi hii ya kusisimua, like, andika comment utuambie unadhani Neema ataweza kumwokoa Tariq. Share hadithi hii kwa marafiki na familia. Gonga kengele isikose episode inayofuata ya hadithi hii ya ajabu na kusisimua. Safari inaendelea. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe. Unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home.
Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.